Mzazi, binti yako anapokuja kukulalamikia ama kukueleza jinsi anavyopitia mateso, manyanyaso, jinsi anavyofanyiwa vitendo vya ukatili kwenye ndoa yake, jinsi anavyofanyiwa magumu na maumivu anayopitia kwenye ndoa yake, usimwambie vumilia. Kwa maana unapomwambia binti yako vumilia, unamwambia ya kwamba aendelee kuishi katika hayo maisha ya mateso na kufanyiwa vitendo vya ukatili. Hakuna jinsi nyingine zaidi ya kuvumilia. Kumbuka ya kwamba ukatili, maumivu na matatizo ya kindoa huwa hayaishi kwa kuvumiliwa, bali yanaisha kwa kushughulikiwa. Kama hauna namna yoyote ambayo unaweza kumsaidia binti yako, bora umwambie ya kwamba akaonane na viongozi wa kidini ama wa imani ama washauri wa ndoa waweze kumsaidia, kuliko kumwambia vumilia. Ukatili wa kijinsia, ukatili wa kindoa huwa hauvumiliwi. Kadri utakavyokuwa unauvumilia, na ndivyo ule ukatili utakavyokuwa unazidi kukuumiza. Matatizo ya ndoa utakapokuwa unayavumilia, na ndivyo yatakavyozidi kuwa makubwa zaidi. Na pia wanaume wana tabia moja, ukiwa unaovumilia anapokufanyia matendo ya ukatili na ukaanza ukaona mvumilia, atazidi kukufanyia matendo ya ukatili zaidi. Kama alikuwa anakupiga kwa mkono, sasa hivi atakuwa anakupiga na upanga ama na magongo. Mwanaume ambaye anakufanyia vitendo vya ukatili, ukizidi kumvumilia na ukanyamaza kimya pasipo kupaza sauti juu ya yale anayokufanyia, atazidi kukufanyia ukatili zaidi. Leo hii tumeona mabinti wengi wamekufa, wamezikwa, wamepoteza maisha yao. Mabinti wadogo wengine wamepata vilema, wengine wamepata chongo. Kaolewa mtu vizuri, ana macho yake mazuri tu, lakini leo jicho moja lina shida. Jicho limepigwa, limevilia damu mpaka amepata upofu, kwa sababu ya kuvumilia. Matendo ya kikatili ukiyavumilia, mwisho wake unakuwaga ni mauti. Wengi wamepoteza maisha kwa ajili ya kuvumilia. Ukatili wowote unaofanyiwa, hakikisha unauripoti, ama kwa yoyote ambaye ataona klipu hii ashare kwa watu wengi zaidi wapate kuiona, ili waweze kuniona na niweze kuwapa maelekezo. Kuna maombi ya kumwombea mwanaume ambaye anakufanyia vitendo vya kikatili ili aweze kuacha. Kuna maombi, kuna maelekezo unaweza kufanya kwa mwanaume ambaye anakufanyia vitendo vya ukatili akabadilika kabisa, akaacha kufanyia ukatili, kuliko kuvumilia. Mzazi, usije ukarudia tena hii kauli ya kumwambia binti yako avumilie, kwa maana ukatili wowote ukiuvumilia ndio unazidi. Leo hii kuna mabinti wengi wanaishi kwenye ndoa kama wako jela, kama wapo gerezani, kama wako mahabusu, hawana amani, kwa sababu wanazidi kuendelea kuvumilia kwa sababu ya kufanyia vitendo vya ukatili, alafu wanakaa kimya. Usivumilie ukatili wa aina yoyote katika ndoa yako. Na wanawake wengi wanapoona mwanaume ameanza kubadilika, wanakaa kimya, wanavumilia ili mwanzo kabisa. Kwa hiyo kadri unavyovumilia, ndio inafikia hatua mwanaume sasa anakupiga na silaha. Badala ya kukupiga na mikono, anabadilisha, anaanza kukupiga na silaha. Kwa sababu gani? Umemvumilia. Kuna wanawake wengi wanazeeka kwa kupigwa, kuna wanawake wengi wanazeeka kwa kufanyiwa vitendo vya ukatili. Unaweza kukuta binti mdogo tu, lakini ana maalama au amepigwa kama mwizi. Mwanamke anapigwa kama mwizi ndani ya nyumba na anavumilia. Uvumilivu wa matendo ya ukatili unaletaga matokeo mabaya. Usivumilie ukatili wa kindoa. Kama hauna namna yoyote, naomba uje inbox na share clip hii kwa watu wengi zaidi, ili tuweze kusaidia wanawake wengi wanaopitia katika magumu na maumivu wanaofanyiwa na wapenzi wao na waume zao, ili waweze kutokana na hali hiyo. Namna ipo, jinsi ipo ambayo inampendeza Mungu. Usikose kulike, kushare na kucomment, ili uweze kupata mafundisho zaidi katika klipu zinazofuata.